Na tumerejea tena mpenzi mtazamaji wa Gen Power TV. Yes, kazi yetu sisi ni moja tu. Yes. Kuelezea habari za Prophet Philbert Christ. Hiyo ndio habari yetu ya mjini. Tunaelezea jinsi ambavyo Mungu anamtumia katika viwango vya ajabu, katika ishara ajabu na miujiza. Unajua kuna watu mimi bwana nashangaa sana. Anasema wanamuelezea nabii sana. Wanamuelezea nabii sana. Mbona watu wanaelezea matangazo ya bia? Yani kweli. Wanaweka mpaka mabango ya bia barabarani. Mimi nipende kuambia waganga. Mimi nipende kuambia sisi tunaelezea ishara, ajabu, miujiza, matendo ambayo Mungu anamtumia Prophet Philbert Pasco kuwaokoa watu. Yaani sisi hapo kuna watu wanakaa mbona anamuzia mtumishi? Kuna watu wanatangaza matangazo ya bia. Ni kweli. Na wengine hawaoni kama hiyo ni shida. Na sisi tunamuelezea. Sisi hatumuelezei. Ila tunawakumbusha yale yanayoonekana. Kwa sababu tukikwambia kwamba kamponya mtu fulani, inaweza ukaenda na ukamuuliza, hivi kweli wewe mwanangu ulikuwa unaumwa? Ndio nilikuwa naumwa, nimepona. Wewe kweli ulikuwa hauna kazi? Ndio nilikuwa sina kazi, nina kazi. Sisi hatukuelezei mtumishi wa Mungu. Na tunaelezea ile neema ambayo lile jicho la tatu ambalo mtumishi wa Bwana Prophet Philbert Pasco anatembea nalo kwenye madhabahu ya uso wa Mungu. Ni neema sana sana kuwa chini ya nabii. Sidhani kama watu wanaelewa. Sidhani. Ni neema kubwa sana kuwa chini ya uso wa madhabahu ukiambatana na nabii baba yetu Philbert Pasco. Ni neema kubwa sana. Kwa sisi tuko hapa kuelezea matendo ambayo Mungu anamtumia. Si habari yetu, ni baba yetu nabii Philbert Christ. Tunamtukuza Mungu kupitia matendo anayoyafanya kupitia baba yetu nabii Philbert. Kama ambavyo wengine mnatukuza vile mnavyovipenda, sisi tunamtukuza Mungu wetu kupitia baba yetu nabii Philbert Christ. Dada sisi, nimepata taarifa nyingi sana kwamba watu wetu wanaotufuatilia kutoka Kagera, Mwanza, Arusha, Tabora, Kilimanjaro, Njombe, Mbeya, Iringa, Rukwa, Zanzibar, kutoka USA, Texas. Nimepata taarifa kutoka Texas, nimepata taarifa kutoka Canada, Congo, DRC. Wanatufuatilia kupitia Gen Power TV, Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda. We salute you, we thank you. Malawi, we appreciate you, we love you so much. Na ujumbe wenu dada sisi, pitia soma ujumbe ya watumishi wa Mungu ambao wametutumia. Karibu. Kweli kabisa. Ujumbe upo mwingi sana ndugu zangu, na message zinasema hivi. Huyu mwingine anasema PhD. PhD. Huyu kaokoka. Huyu ameokoka huyu. Huyu ameokoka. Wow. Huyu ameokoka. Mimi nimefurahi kweli. Wow. Anasema PhD. Hello, shalom watu wa Mungu. Kipindi chenu kinanibariki na kunitia moyo. Nilikuwa siamini manabii. Kwa kuangalia hichi kipindi na kuona hizo video zao. Okay, ina maana hizi video zinaenda viral. Ina maana hapa kaka Sam mdadaliza kuna kitu nimejifunza. Tungekuwa tunaongea kwa midomo, hawa watu wasielewa. Sidhani kama mmeelewa. Hawa watu tusingekuwa tunaongea na zile ishara za baba yetu vile akisema kuna malaika pale. Wangeona tunasema sisi. Wangeona tunaigizia. Ni kweli kabisa. Anasema ninawapata kutoka Morogoro. Kupitia zile ishara na miujiza na kuona vile ambavyo zile video zimeambatana na ukweli. Anasema Mungu awabariki sana na anafurahi sana. Kuna huyu mwingine anasema shalom wana wa Mungu wa kipindi cha PhD. Naitwa Jackson kutoka Kongo. Naitwa Jackson kutoka Kongo. Nilishawahi kufika hapo. Ninamtukuza sana huyu Mungu wa baba yetu Philbert Pasco. So amazing. Karibu tena. Yupo Kongo? Karibu sana kaka Jackson. Welcome. We love you people from Congo. Yes. Kuna mwingine anasema shalom watu wa Mungu. Hakika mnaifanya kazi ya Mungu iliyo vema. Jina langu naitwa Irene
kutoka Mbeya. Wow. Nabarikiwa sana na kipindi hiki. Sijawahi kufika hiyo madhabahu, lakini kupitia GN Power TV hichi kipindi ni moto. Wow. You're welcome. Dada Irene anasema kipindi ni moto, kipindi ni fire. Na ukumbuke hichi kipindi ni cha unabii, uponyaji na kufungulia. Wow. Mambo yetu yale, mambo yale ya kuganda. Baba yetu naisi anatuona Wow. Kuna mwingine anasema message nyingi sana, anasema shalom watu wa Mungu, naitwa Godwin kutoka Iringa, ninawapata sana, Mungu awabariki sana, nina imani Jumapili ijayo nitakuja Dar es Salaam. Wow. Huyu kaka anatamani kufika wapi? Dar es Salaam. Yeye yuko wapi? Yuko Iringa. Nikusi tu wewe ndugu mtazamaji ambaye uko hapa, upo Kimara, upo Kigamboni, hujawahi kufika katika Kariakoo, hujawahi kufika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, nipende kukusii sana, karibu sana uone ishara maajabu na miujiza kupitia mtumishi wa Bwana. Watu wanaosema wanataka kutuma message au kupiga simu, namba simu kwa. Namba simu zipo hapo kwenye screen zinapita. Kwa wewe unayetusikiliza sasa hivi au ambaye unaweza ukawa umeiona namba hapo, mwingine asijue namba ya matangazo. Hiyo namba ni ya kupokea message zako, wewe dada, wewe mama, tutumie ujumbe wowote, tutumie, tunakuja kuusoma hapa, tupigie simu anytime tunapokea. Namba ya simu ni hiyo hapo inayopita kwenye screen yako, nitaisoma kwa mara nyingine, ni 07175158 mwisho 80. Nirudie tena 07175158 mwisho 80. Tutumie ujumbe wako na Mungu atabariki. Tuma message tu ya PhD. Sisi vijana wako tunaielewa. Wow. Yes. Back again. Yes. PhD. Wow. Now tunaenda moja kwa kama wewe ndugu mtazamaji amesema hichi kipindi ni moto. Sisi ni nani? Mi fire. Sisi ni nani? Mimi mwenyewe fire. Sisi ni nani? Kama fire. Yaani ni fire kama fire. Wewe ndugu mtazamaji umesema hiki kipindi ni fire. Sisi ni nani? Arusha mwenyewe ni fire. Tutataje kwa fire. Baba yetu mwenyewe ni fire. Mtumishi wa Mungu fire. My God. My God. Now, naomba tuwapeleke moja kwa moja katika ushuhuda wa pili. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yeremia, je, Biblia inasema tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? King James Version inasema, behold, I'm the Lord, God of all fleshes. Is there two things that I cannot do? Je, kuna neno gumu lolote nisiloweza? Question mark. Huyo ni Mungu anamwambia Yeremia, I'm your Lord, God of all flesh. My God, Is there two hard things that I, the Lord, I cannot do? I cannot provide. I cannot facilitate. I'm your Lord, the living God. Now tunaenda kuangalia ushuhuda wa jambo gumu ambalo Mungu alilifanya. Sema ehe. Sema ehe. Sema ehe. Fikiria mpenzi mtazamaji, just imagine uko ughaibuni, kwenye taifa la watu, unafanya kazi, ghafla bin vu, sema ehe, unafukuzwa kazi. My God. Unafukuzwa nini? Kazi. Unafukuzwa kazi. Yeremia anasema tazama, Bwana anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gumu nisiloliweza? Uko nchi ya watu, unafukuzwa kazi, familia yako iko Dar es Salaam Tanzania, huelewi inakuaje, huna mtetezi. Katika mazingira hayo ambayo hauna mtetezi, Mungu anasema je, kuna jambo gumu nisiloliweza? Tuanzie hapa. Tuanzie hapa. Dada Eliza, tuanzie hapa. Juu ya ushuhuda. Juu ya ushuhuda. Ushuhuda jamani. Mimi naogopa. Sielewi nianzie wapi. Mpenzi mtazamaji. Bwana, kulikuwa kuna dada mmoja alikuja kanisani siku ya Jumapili na huyo dada
alikuwa ana mume wake anaishi South Africa. Na makazi yake alikuwa kule na kazi zake pia alikuwa anafanyia kule South Africa. Sasa cha kushangaza bwana, baba akawa amefanya ibada kama kawaida. Baba yetu hawezi kumaliza ibada bila kufanya prophecy. Ngoja kwanza. Baba yetu hawezi kumaliza ibada bila kufanya unabii. Yaani mpenzi mtazamaji, kama kuna kitu na kuhakikishia, mimi sijui kuhusu manabii wengine, najua kuhusu baba yangu. Kama unabii ni 100%, ukiona amekwambia jua ni 100% linaenda kutokea. Sio 90%, sio 99%, sio 99.99. Once he prophesy unto you, it is full 100% that's going to happen. Sasa bwana, baba alipokuwa anatoa unabii, anafanya prophecy, akasema kuna mtu, una ndugu yako au una mume wako au mwanaume wako yupo nje. Akataja kabisa nchi, South Africa. Alitaja nchi husika bila kukosea. Alitaja nchi husika, South Africa. Dadeliza, nchi alitaja nchi husika. Fire, tunaomba utuwekee hiyo video. Tunataka to prove, je, kweli baba alitaja hiyo nchi ya South Africa au Dadeliza anatudanganya? Nilikuja hapa, baba akawa ameniita kule nyuma, ambaye na mwanaume wake South Africa atoke mbele. Nakumbuka. Tukatoka wawili. Akasema kati yenu kuna mmoja akafukuzwa kazi mume wake. Akasema ni mimi baba. Wow, kweli. Alipotaja wakatoka watu wawili. My God. Unajua sasa Mungu anavyojua hadi ambacho wengine hatukijui. Akasema kati ya nyinyi wawili, huyo ninayemtaka mimi, mume wake, yani huyo ninayemtaka mimi ametoka kufukuzwa kazi muda sio mrefu. My God. Kama ni wewe unaweza ukabaki, lakini kama sio wewe unaweza ukaondoka. Sasa huyo mwanamke ambaye tunaelezea ushuhuda wake hapa, yeye mwanaume wake, mume wake alitoka kufukuzwa kazi muda sio mrefu. My God. Mimi nachoka mwenzenu. Mimi nachoka. Namuogopa huyu Mungu. Prophet wakati upo kwenye ibada, ndio akasema ninaona kuna wewe ninayekutafuta kati yenu nyinyi wawili. Ninayekutafuta. Una uhusiano na mtu aliyefukuzwa kazi. Ni South Africa. Oh my God. Na kweli dada Eliza alitoka. Akabaki huyo dada. Akabaki mmoja. My God. Ambaye ndio huyu binti ambaye naelezea sasa ushuhuda wake. My God. Alipobaki, prophet akamwambia kwamba nenda kamwambie huyo mwanaume wako kwamba kabla mwezi huu wa 5, ilikuwa ni mwezi wa 5 nakumbuka. Kabla mwezi huu wa 5 haujaisha, mume wako atarudishwa kazini. Alisemaje? Kabla mwezi huu wa 5 haujaisha, mume wako atakuwa tayari amekwisha rudishwa kazini. Dadeliza, nenda taratibu. Nenda taratibu. Tunaomba Fire atuwekee ile video ya kwanza kabisa ambayo Prophet Philbert anamtabiria huyu dada. Nataka twende kwenye hiko kipande, wapenzi watazamaji wakiangalie. Baba anasema kabla ya mwezi wa 5 haujaisha atarudishwa kazini. Je, ni kweli? Kuna mwanamke hapa. Ni kama vile una mwanamume yuko South Africa. Leo mwanamume wamemblock. The man is in South Africa. Mwanaume yuko South Africa. Peter Bell. The man is yuko South Africa, lakini ana shida yuko South Africa. That one. Come here. John Bell. Jesus. Katini wawili, kuna mwanamume alikuwa kazini akafukuzwa. Ni wa kwako. Jesus. Sio papa. Prophesy man of God. Nyosha mkono wako juu kanisa. Jesus. Amefukuza muda sio mrefu sana. Mwezi wa 3, 3 months ago. Jesus. Mwezi wa 3. Mungu ananiambia kuna jambo anafanya sasa hivi. Amen. Ni kama vile walimfire katika mazingira kama vile watamrudisha, lakini hawakumrudisha tena. Na ana kazi tena. Listen. Nisikilize. If I be a prophet of God. Kama ni nabii wa Bwana. Now God is going to make a transformation. Sasa Mungu anaenda kubadilisha maisha.
Mungu anamsaidia sasa hivi. Mwambie kazini anarudishwa. Amen. Sawa eh? Anarudishwa kazini. Amen. Muda sio mrefu. Watamuita. Yes. Na amesababisha demand ya kwake peke yake. Amina. Mwambie Mungu amemkumbuka. Kabla mwezi kuisha atarudishwa kazini. Amen. Wow. Hii ni dimension ya viwango vya hali ya juu. This is another dimension. It's another level. Of prophecy. Ni another level. It is another Ni level. another level. Huyu ndo Ya Mungu prophecy. tunayemjua. Yes. Ndio Mungu tunayemjua. Kaweza Yes. kuona Ni mtu Mungu wa yuko yale sawa. yasiyowezekana. Yes, ni kweli. Eh. Ni kweli. Huyu Mungu Mungu anafanya. adanganyi. Kamtajia? Nchi aliyopo fikiria South Africa. Ningekuwa mimi, I just want to know ninge count vipi? Yani unajua hata kama kubashiri yani wewe Mtanzania upo kule wa Tanzania wako wengi. Unajuaje taarifa ya Mtanzania mmoja ambaye amefukuzwa kazi na pengine alikuwa ni kwenye kampuni au taasisi fulani? Kumbuka hakuwa yeye, ni mke wake yuko na pale. ni mke wake yuko hapa. Yani wakati anamuona yeye huyo mama wakati amesimama pale prophet akamuuliza baada ya kusema ni mume wangu. Kumbuka pale aliyemwakilisha ni nani? Mke wake. Sio yeye. Can you imagine? Na huyu mama ndo na huyu mama ndiye aliyokuwa anasali kinyelezi. Anasali kwenye madhabahu ya mtumishi wa Bwana, sio mume wake. Lakini cha kushangaza baba hajaacha kushughulika na yule mama, kashughulika na mume wake ambaye yuko wapi? South Africa. Dada Sesi, dada Eleza. Kuna kitu kimoja naomba tukiweke very clear. Kuna watu wengine tunaposema unabii hawaelewi nini maana ya unabii. Tunaposema prophet, kuna wengine wanasema walikuaga enzi hizo, sasa hivi hamna. Nataka leo tueleze. Dada Eleza, unabii ni nini? Unabii ni neno linalotoka kwa Mungu na kupitia kinywa cha nabii ambaye ndo atakayelitoa hilo neno kufikisha kwa mtu husika. Kwa hiyo unabii ni lile neno ambalo linakuwa linatoka katika kinywa cha nabii kuja kwa mhusika, lakini anayelileta lile neno sasa kwa wahusika ndio mtu tunayemuita nabii. Wow. And some of people wanasema kwamba manabii they do not exist. Unasemaje dada Sesi? Watu wanasema manabii hawa exist. Kuna watu wanasema hamna manabii wa kweli. Wengine wanasema dunia sasa hivi haina manabii wa kweli. Wengine wanasema manabii waliisha enzi za Yesu. Wewe unasemaje? Yes, ni kweli kabisa. Katika nyakati hizi na imeandikwa kutakuwa na manabii wengi. Ni kweli kabisa. Yaani kumekuwa na manabii wengi. Simkatalii yule mtu ambaye haamini, ila nipende tu kukusii wewe mama, wewe dada, manabii wa kweli ni wapo. Manabii wanaotoa ishara zinazoambatana na uweza wa nguvu za kimungu wapo. Na baba yetu Philbert Pasco, au niseme mtumishi wa Bwana Prophet Philbert Pasco, anayepatikana Kinyerezi madukani, ni nabii wa Bwana. Ni Mungu anamtumia kwa viwango vya hali ya juu. Ni Mungu anamtumia kuonyesha, kufufua, kuponya viwete, kuponya viziwi. Ni Mungu pekee ndo anayemtumia. Manabii ni wapo. Na baba yangu Philbert Pasco ni miongoni mwa wamoja wa manabii ambao wapo Tanzania. Well, kwa nini na mimi nasema hivi? Kwa sababu hata kusoma Biblia unasema na ishara hizi zitaambatana na wale waaminio. Kwa jina langu. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watafufua, watafanya ishara, ajabu na miujiza. Na kimsingi unapofika mahali hapa unakutana na nguvu za Roho Mtakatifu na Mungu anadhirika katika viwango vya juu. Dada Eliza, kabla ya mwezi wa 5 utarudishwa kazini. Tuendelee. Sasa baada ya nabii wa Bwana kutamka lile neno kwamba kabla ya mwezi wa 5 huu kuisha, mume wako atakuwa amekwisha kurudishwa kazini. Yule mama anadai kwamba yeye aliondoka na lile neno kwa siku ile, akawa analichochea kwamba Mungu ameshasema kupitia kinywa cha nabii wake kwamba mume wangu anarudi kazini. Ninachojua ni kwamba mume wangu anarudi kazini. Akampigia mume wake akamwambia mume wake, mtumishi wa Mungu nabii amesema kwamba utarudi kazini. Cha kufurahisha bwana. Yule mume wake akawa anamuita mtumishi baba prophet kwamba big pastor,
Big pastor. My God. Big pastor. My God. My God. Unaelewa? Yes. Yaani aliliamini lile neno kiasi kwamba akaamua mbatize prophet jina jipya. Big pastor. Wow. Kwa hiyo yule mwanamke anasema akawa anatembea kilichochea lile neno kwamba mume wangu kabla ya mwezi wa 5 anarudi kazini. Mume wangu kabla ya mwezi wa 5 anarudi kazini. Dadeliza. Shikilia. Kuchochea unabii. Yuko mpenzi mtazamaji anatuangalia. Anasikia tu neno kuchochea unabii. Mimi najua kuchochea kuni. Mimi najua kuchochea kuni. Dada Sesi, nini maana ya kuchochea unabii? Tukisema kuchochea unabii, wewe ndugu mtazamaji unayetutazama, unabii unachochewa, yani hauchochewi kwa kupuliza, hauchochewi kwa kuweka kuni. Unaona? Unabii unachochewa, cha kwanza ukishaliamini lile neno. Liamini lile neno, then lipalilie au lichochee kwa kufunga, kwa kuomba. Ukiamka asubuhi unatamka I'm the billionaire, unatamka lile neno. Ukija kanisani, ni kuna mtu mwingine akishatabiriwa kwamba wewe utakuwa mtu mkubwa, utakuwa mtu maarufu, akishatabiriwa vile vitu ni vinajaa kwenye scenario yetu ya kichwa. Anakuwa sio mtu wa kusali, anakuwa sio mtu wa kuomba. Mwisho wa siku yani vinaweza visitokee kwa ule muda ambao ulipangwa utokee. Unaona? Ukija kuangalia hata kwenye Biblia, Danieli aliomba lakini alicheleweshwa majibu yake. Amina. Siko mbali sana na mtumishi Sesi aliposema kwamba ni unaupalilia. Yaani kuchochea ni sawa na kukifanya kila kitu kitokee kwa haraka. Yaani kuongeza kasi ya utokeaji wa kile kitu. Sijui kama unanielewa. Yaani unachochea. Sawa, moto uko, ila ule moto hauna nguvu ya kufanya chakula kiive kwa haraka. Kwa hiyo cha kufanya kwenye moto wako, kama ni mkaa utaongeza mkaa wenye moto zaidi, au kama ni mafuta taa utaongeza mafuta taa mengine zaidi, au kama ni gesi utahakikisha ile gesi ina nguvu kiasi kwamba chakula chako kinaiva kwa haraka. Kwa hiyo hata unapotolewa unabii, wewe sasa ndio utachagua. Huu unabii wangu utokee kwa kasi kama ambavyo inatakiwa, au nilale usingizi unabii wangu uchelewe kutokea. Na ukumbuke hapo Pastor Eliza, usipouchochea ule unabii hauwezi kutokea. Utachelewa. Yaani simesukama mshasiku tena unasema mimi nimeenda pale nimetabiriwa. Mbona ni mwaka wa pili huu? Hapana. Yaani ni kuna kitu ambacho kilitakiwa ukifanye kabla hata ya mwezi wa pili. Kuna kitu kilitakiwa yani uchochee ukiamka asubuhi, kwenye Jumapili upo ibadani, kwenye dhoni, yani kila sehemu unaenda kuchochea, unaenda kuupalilia ule unabii wako, lazima utatokea. Kuna kitu kimoja watumishi wa Mungu, kuna kitu hapa amezungumza moto. Moto ni nini? Moto ni maombi. Unapopewa unabii, hakikisha ndani yako unakuwa na moto. Na moto ni nini? Ni maombi. Hakikisha unapopewa unabii usiache maombi. Endelea kuomba. Endelea kuomba mpaka lile jambo lako linapotokea. Yaani kama Mungu amekwambia utapata ndoa, kama dada Sesi, ndoa ya kimataifa, Mungu amekwambia utapokea. Chochea hiyo ndoa. Chochea hiyo ndoa. Shela milioni 5, milioni 10. My God. Chochea kwa maombi. Kwa sababu gani? Kuna vitu vingine haviwezi kuja hivi pasipo maombi. Sasa kuna wengine wanachukulia nyumba ibada kama anakuja kwa waganga wa kienyeji. Yaani akija hapa anaambiwa unapokea ndoa, anaondoka. Anasema anaenda kulala au anaacha kabisa kuja kanisani. Haiwezi kuwa kweli. Unapopewa neno lolote la kinabii, tumesema kwamba unabii ni neno linalotoka kwa Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake, na neno hilo linakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani halitoki vivi. Mtumishi wa Mungu akisema naona ndoa, ni Mungu ameongea. Sasa Mungu wewe huwezi kumwona kwa macho. Kwa anatumia kinywa, Roho Mtakatifu anatumia kinywa chake kukufikishia wewe ujumbe. Sasa ukishalipokea lile neno, chochea kwa kuomba, chochea kwa maombi, chochea kwa sadaka, chochea kwa kuhudhuria ibada. Utakapofanya hivyo, haijalishi ni muda gani, lakini lile neno lazima litimie. Kwa watu wengi sana tunakuwa tunakata tamaa, tunadhani labda yale maneno ambayo maneno ya kinabii ambayo watumishi wa Mungu wanatuambia labda hayatimii. Sio kweli. Kabla ya kunyoshea vidole watumishi wa Mungu, tujiangalie na sisi
mienendo yetu ikoje? Lazima tusiwahukumu tu watumishi wa Mungu sometimes kwa sababu wewe umezoea kutukana tu watumishi wa Mungu, umezoea dharau au umezaliwa huko hivyo ukazani kila mtu anafanya utapeli. Hapana, wewe mwenyewe ulivyopewa huo unabii kwamba utapokea kazi, haujapokea mpaka sasa hivi. Unaomba, unafunga, unamtolea Mungu sadaka, unampenda Mungu, umejiweka wakfu kwa Mungu kwamba Mungu nataka nikutumikie mpaka lile jambo lione. Kwa sababu dada Eliza, hata Mungu hakuendelea na uumbaji wa pili mpaka aliposema na iwe nuru. Hakuumba kitu kingine mpaka nuru ilipotokea. Yaani Mungu mwenyewe aliposema kuwa na itokee labda miti na vyote samaki, hakuendelea siku ya pili mpaka vilipotokea. Manake aliurudia ule neno kwamba patokee miti, patokee miti, patokee miti, patokee watu, mpaka vile vitu vilivyotokea. Kwa mpenzi mtazamaji, unapotabiliwa neno, umepiga simu mtumishi wa Mungu akakuombea, akakutabilia, lile neno lishike. Ni Roho Mtakatifu anakuwa ameongea na wewe, si mwanadamu. Sasa kazi ya kufanya litokee ni ya kwako. Utaendelea kulichochea kwa maombi au utaishia njiani? Sasa dada Eliza, mtumishi wa Mungu hapa anasema aliendelea kuchochea. Mtumishi wa Mungu alisema kabla ya mwezi wa 5, anasema alichochea. Nini kilitokea katika kuchochea huko? Sasa baada ya mtumishi wa Mungu kuchochea, kachochea bwana neno kwamba mume wako kabla ya mwezi wa 5 kuisha atakuwa amesharudi kazini. Unaambiwa bwana, ilikuwa tarehe 30 ya mwezi wa 5, mume wake akapigiwa simu. My God. Anatakiwa arudi kazini. Na cha kushangaza, kulikuwa kuna wafanyakazi wengine kama 2 walikuwa wanafanya kazi sehemu ambayo ule mwanaume alikuwa anafanya kazi. Wakaondolewa. Ati? Wakaondolewa. My God. Kwamba wale hawakuwa stahiki. Hapana. Na yule mama anasema kwamba alipokuja hapa akamletea mama prophet zile documents. Mama akamwambia kwamba hii kesi imeisha. My God. Prophetess. My God. Violet. My God. Prophetess. Violet. Yes. Akamwambia kwamba hii kesi imeisha. Sio, unaelewa? Hii kesi sio ya mume wako. Mume wako lazima arudi kazini. Kama baba alimwambia kwamba lazima mume wako arudi kazini. Mama naye akachochea lile neno. Akamwambia kwamba hii kesi sio ya kwake. Lazima atarudi kazini. Na kweli bwana, tarehe 30 mwezi wa 5 akapigiwa simu mume wake, anatakiwa arudi kazini, na tunavyoongea sasa hivi yupo kazini na mwanamke wake wanaishi sawa. Shikilia hapo kabla kwenda South Africa. Dada Sesi, kuna kitu dada Eliza amesema kwamba yule mama akakutana na mama prophet. Mama prophet akamwambia mtu huyu hana kosa, atarudishwa kazini. Kuna kitu kiko hapa nimejifunza, kuheshimu mafuta. Ni kweli. Kuheshimu mafuta. Kuheshimu nini? Kuheshimu watumishi wa Mungu. Kama huyu mama angemdharau mama prophet, akasema mimi nimekuja tu kwa sababu ya baba, kumbe Mungu anaweza akamtumia mtu yoyote. Ni kweli. Sasa watu wengi pia inaweza kaa pia ni sababu ya kutokufanikiwa katika maisha yetu, kwa sababu vinywa vyetu vimejaa mashitaka, lawama dhidi ya watumishi wa Mungu walio kwa mafuta. Sasa angalia, our mom Violet Philbert Christ ni prophetess, nabii, mama yetu, mama yetu, woman of God, mama yetu anasema umepokea, kesi yako imeisha. Yule mama anasema akalishika, akaendelea kuchochea. Kwa kadiri alivyoendelea kuchochea, ndivyo ambavyo Mungu. Unazungumzia nini juu ya kuheshimu mafuta na kuheshimu watumishi wa Mungu, hasa kwa sisi vijana, hasa kwa sisi vijana? Unasemaje je? Ni kweli vijana wengi tumekuwa hatuheshimu mafuta. Vijana wengi tumekuwa tunaheshimu zile ngazi za juu. Hapana, hata baba alishatufundisha. Mimi wewe Samueli sijui ndani yako umebeba nini. Mimi wewe Eliza sijui ndani yako ni kuna kitu gani, yani ni kuna neno lako gani ukinibariki mimi. Sijajua wewe Samueli ukisema labda Sesi kashaini. Lile neno ulilosema hujasema wewe. Kasema Mungu kwamba tamka kupitia, yani mtamkie baraka ubinti, mtamkie unene ubinti. Mimi yani nimefurahi sana huyu mama alivyoenda
kwa mama prophet, unaona. Alafu ikumbuke mama prophet na yeye ni prophet. Ni prophetess. Yes. Ni anaona ni nabii anaona ana zoom. Yaani kifupi ni hivi. Sisi ni kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Sisi asipokuwepo baba, mama yupo. Mama fire. Asipokuwepo mama, wachungaji Pastor Adamu fire. Oh my God. Pastor Dominic fire. Pastor Rabi fire. Pastor Margaret fire. Yaani sisi ni kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa. Kwa maana hata kwenye Biblia imeandikwa ukiniona mimi umemwona? Ukimwona mimi, Yesu anasema ukimwona mimi umemwona Baba. Ukimwona Mama Violet prophetess umemwona Prophet Philbert. Ukimwona Pastor Adam umemwona Prophet Philbert. Kwa yule mama aliamini kabisa. Ninavyomuona huyu mama Violet ninamuona Baba. Unaona? Na ndio maana mama alivyokuja pale kwa mama Violet, mama alimwambia kesi yako imeisha. Unaona? Alishaona kwamba hii kesi sio yake. Alishaona hapa hakuna kinakachoendelea zaidi ya kupata kazi. Dada Sesi, Mungu wetu ni Mungu haki. Shikilia kwa. Dada Eliza, kuna watu sai wapo wanatufuatilia kupitia Mwanza, kupitia Kagera, Mara, Kinshasa, Kongo, Uganda. Sai kuna watu wameonewa, wamedhulumiwa ardhi kama alivyoonewa huyu baba. Kuna watoto wengine ni yatima, wanataka kudhulumiwa mali zao. Kuna wengine wanataka kudhulumiwa afya na shetani. Kuna wengine wanataka kudhulumiwa elimu zao. Unawaambia nini hasa kupitia kipindi hiki cha PhD? Unawashauri nini? Unawaambia nini? Kitu ambacho mimi napenda kuambia watu ambao mmedhulumiwa vitu vyenu vya thamani ni kwamba tusirizike na majibu tunaopewa. Wakati mwingine itabidi tuwe wagumu kuelewa. Na uwezi ukawa mgumu kuelewa na ukawa na uhakika na hicho unachokuwa mgumu nacho kama hujapata mtu sahihi wa kukupa uhakika wa hicho ambacho unakuwa mgumu nacho. Kwa hiyo nakushauri kwamba uje katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Utakutana na mtu sahihi ambaye atakupa direction ya maisha yako. Atakupa solution ya hizo challenges ambazo unakutana nazo kwenye maisha yako. Na mwisho wa siku utajua usimame wapi na usimamie kipi ambacho kitakuja kuzaa matunda kwenye maisha yako. Dada Eliza, kuna kitu kimoja wapenzi watazamaji wanakiunacho sana kwamba Prophet alimwambia yule dada, Prophet alimwambia kabla ya mwezi hujaisha. Kweli ndani ya mwezi wa 5 tarehe 30 mume wake anarudishwa kazini. Watu wengi wanatamani hiyo neema. Hivi dada Eliza, inakuwaje Prophet anasema kabla ya mwezi fulani au ndani ya muda fulani kitu fulani kinatokea? How it could be this possible? Inawezekanaje na kweli vitu vinakuwa vinatokea kwa wakati huo? Yaani inakuwaje kwaje? Kuna neno baba anapendaga ya kusema kwamba in God all things wow. In God all things are possible. Kwa hiyo baba yetu Prophet anapokuambia kwamba hiki kitu kinawezekana, amini kwamba kinawezekana. Na bahati mbaya au nzuri, yeye anatoaga majibu mawili kwamba hiki kinawezekana, amini kinawezekana. Lakini hiki hakiwezekani, hata utumie mbinu gani kufanya kiwezekane, hakiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu yule anakupa maelekezo ambayo anakuwa amepewa moja kwa moja na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kila kitu chini ya mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pascal kinawezekana. Dada Sesi, kuna msemo baba yetu Nabii Philbert anasema time gives life, money gives things. Muda unakupa maisha, pesa inakupa vitu. Unadhani ni kwa sababu baba yetu Nabii Philbert ametumia muda wake mwingi wa maisha yake kutembea na Mungu ndio maana anaweza akaongea kwa ujasiri kabla mwezi fulani mambo yanatokea na yakatokea? Ni kweli kabisa. Nipende tu kusema hii neema haiji vivi. Yaani kutabiri na kuona haiji kwa kulala. Kutabiri na kuokoa watu na kuponya haiji kwa kulala. Mimi Samueli hapa nilale niamke nikwambie Samueli ninaona. Yesu. Kana. Hiki kitu kinahitaji. Hichi kitu kilihitaji
kukitengeneza toka mwanzo. Na ukija kwa kuangalia historia ya baba yetu, yani alisikia ile sauti ya Mungu mapema sana. Wow. Alisikia ile yani, kwanza kusikia na kujua na kutake action ni vitu viwili tofauti. Unaona, unaweza ukasikia kwamba Bwana, au kama usiku ile kwamba sisi amka usali. Kusikia na mimi kuamka kusali ni vitu viwili. You are dangerous. Sidhani kama mnanielewa. Ni vitu viwili. Kwa hiyo baba yetu Philbert Pasco alisikia ile sauti kwamba Philbert, kuanzia sasa hivi utanitumikia. Unaona? Na ukija kuangalia historia yetu, baba yetu yeye alikuwa ni mfanyakazi wa benki. Shikilia hapo. Usiendelee kwanza. Natamani siku tuje hapa kwenye kipindi chetu cha PhD tutaelezea baba yetu Nabii Philbert ametokea wapi, ni mtu aina gani, maisha yake kabla ya wokovu, maisha yake ndani ya wokovu. Nadhani hiyo siku tutaelezea. Wapenzi watazamaji, mtakuwa mnaelewa pia kwamba tunamzungumzia mtu aina gani. Usimalize uondo, shikilia hapo. Dada Eliza, waganga wanatabiri. Kweli, waganga nao wanapiga ramli. Mizimu inaona, inatabiri, si ndio? Na kuna watu wengine nao wanaweza kusema wanatabiri. Kuna utofauti gani kati ya baba yetu Nabii Philbert Christ anapotabiri na hao wengine ambao na wenyewe wanatabiri? Utofauti ni nini? Utofauti uliopo kati ya utabiri unaotolewa na baba yetu prophet na utabiri zinazotolewa na watu wengine ni kwamba yeye anakuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na yeyote anayeongozwa na Roho Mtakatifu it means anamwakilisha Mungu. Lakini wale wengine sina uhakika kama wana Roho Mtakatifu. Machale. Sidhani kama wana Roho Mtakatifu. Wenyewe wanakuwa na machale. Kwa hiyo mtu yote anayeongozwa na Roho Mtakatifu kama nabii wa Mungu Prophet Philbert Pasco, lazima kitu atakachokuambia ni cha uhakika. Ndio maana anaweza akakwambia kwamba naona nyumbani kwako kuna hiki na hiki na hiki na hiki, na kikawa kweli. Lakini upande wa pili anaweza akakwambia, yani inaweza akawa na machale, akakwambia kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo naamini Roho Mtakatifu ana take big part kwenye ni kweli kabisa dada Eliza. Ukija hapo kusema kaka Samuel na dada Eliza, tukisema tutofautishe kati ya Nabii Philbert. Ngoja dasesa. Mizimu kumbuka inatabiri. Waganga wana uwezo wa kutabiri. Wana uwezo wa kupiga ramli. Si ndio? Na sometimes kuna watu wanaenda kwa waganga pia wanafanikiwa. Sasa mimi hapa nataka tutofautishe kati ya baba yetu Nabii Philbert na hizo njia nyingine za ambazo watu wengine wanatumia. Just tuelezee utofauti wa baba yetu na wengine, hasa katika eneo la unabii. Ni nini kati ya baba yetu na kweli kabisa. Kati ya yani hapo kuna tofauti kubwa sana. Kumbuka Prophet Philbert Pasco anatumiwa na Mungu. Kumbuka Prophet Philbert Pasco anazungumza na Mungu. Alisikia ile sauti kwanza. Alisikia na the way vile Mungu anavyoendelea kuwa naye karibu. Kitu chochote utakachokuwa nacho karibu ndicho kinavyotokea. Unavyokuwa, yani wewe jiangalie, unatenga muda wako kwenye nini? Unatenga muda wako kula nini? Yani yale matokeo ya kula chips ndio unaona ya kunenepa. Ndio. Sidhani kama unanielewa. Matokeo ya kufunga na kuomba na kukesha milimani ndio yalimfanya Prophet Philbert Pasco kuwa sasa hivi akiongea neno linatimia. Na ndio maana ana confidence ya kusema kabla ya tarehe 30 mwezi wa 5 atarudi na kinatokea. Hivi sio kitu cha kawaida. Hiyo ni dimension, yani ni viwango vya hali ya juu. Ni neema ambayo manabii wengi sana hawana. We talk about our father. Au wengine sisi hatujui. Ni neema. Ni neema ya mtumishi wa Bwana Prophet Philbert Pasco. Ni ishara anazozifanya, ni Mungu mwenyewe ndo anemtumia. Mimi huwa nasema, can you imagine? Hivi ni yani nashindwa kuelewa, baba anakutazama, anakuangalia, anakuangalia na kitu kinatokea. Anakuangalia na unaona matokeo ya yule mtu anayefanywa deliverance.
Faa. Tuwekee na kipande hiki kidogo. Mimi kiukweli napenda sana the way Jumapili he stood there on the altar then akamwangalia dada mmoja hivi. Sasa anafanya. Sasa watu wanaanguka. Kinatokeaga. Unaona yale matokeo. Unaona. Kumbe ni kufunga na kukaa milimani. Ni kufunga na kuomba na yani inategemea wewe unamkaribiaje Mungu. Watu wengi tunashindwa kutabiri, kuona kwa sababu gani? Yani tujiulize, mimi na wewe tunamkaribiaje Mungu? Unamkaribiaje Mungu huyu wa Baba yetu Philbert Pasco? Unamkaribiaje? Ujana umekuwa mwingi. Mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo yani kutabiri na kuona ni kitu ambacho kinahitaji userious na ujue namna ya kumkaribia Mungu, namna ya kufunga, namna ya kuomba. Ukija kuangalia baba yetu alikuwa anafunga, anaomba mpaka leo hata kulala kwake masaa 2 5 ni mengi. Baba muda wote akitoka hapa ana ibada Marekani. Kumbuka ni kuna nchi nyingine sisi tumelala, wao ndo wameamka. Sisi tunaamka, wao ndo wanalala. Na ukute baba yani inabidi wakati huo wakati sisi tumelala yeye anaendelea naye. Yuko kuhudumia watu wengine. Daudi anasema watakatifu walioko duniani hao ndio ninaopendezwa nao. Mungu anasema hivyo. Kwa ishi maisha matakatifu. Haya mambo yanawezekana. Usiseme tu hamna, la kufunga uwezi, kuomba uwezi, hata kutenga muda kwa ajili ya wewe binafsi, mahusiano yako na Mungu hauna. Unasema tu haiwezekani, kitambi kiko huko na kunia na kijiti hivi, unasema manabii hawa ni uongo. Tenga muda na Mungu alafu uone kama Mungu anaweza. Mpenzi mtazamaji, twende kaone huu ushuhuda alafu tutarejea hapa. Naamini kabisa ushuhuda huu na maelezo ambayo tumeongea mahali hapa yatakutia moyo na yatakupeleka katika viwango vingine. Rabi, tunaomba utekee kipande cha ushuhuda mpaka pale anapoaga kanisani. Anasema kwamba anaenda South Africa kuungana na mume wake ambaye alifukuzwa kazi, lakini kwa neno la nabii akarudishwa kazini na akaendelea na majukumu. Karibu uangalie. My God. Nilikuja hapa, baba akawa ameniita kule nyuma, ambaye ana mwanaume wake South Africa atoke mbele. Nakumbuka. Tukatoka wawili. Akasema kati yenu kuna mmoja akafukuzwa kazi, mume wake. Akasema ni mimi baba. Akasema natabiri, natoa unabii wangu, tarehe mwezi wa 5 haitoisha anarudishwa kazini. Jesus. Nilimshukuru Mungu, ule unabii kweli niliufanyia kazi. Nilichofanya baba, unabii wako utimie. Nilichochea mpaka nikasahau biashara zangu. Yani kila kinachotokea huku, kila akipiga simu jioni ananiuliza pastor akasemaje? Namwambia mpaka akakupa jina, anakuita big pastor. Kuna mwanamke hapa. Ni kama vile una mwanamume yuko South Africa. Leo mwanamume wamemblock. The man is in South Africa. Mwanaume yuko South Africa. Peter Mbele. You have a man is like yuko South Africa lakini ana shida yuko South Africa. That's one. Come. John Mbele. Jesus. Katini wawili kuna mwanamume is like alikuwa kazini akafukuzwa. Ni wa kwako. Jesus. Zoom papa. Prophesy man of God. Nyosha mkono wako juu kanisa. Jesus. Amefukuzwa muda so mrefu sana. Mwezi wa 3 just 3 months ago. Jesus. Mwezi wa 3. Mungu ananiambia kuna jambo anafanya sasa hivi. Amen. Kama vile walimfire. Kama mazingira kama vile watamrudisha. Lakini wakumrudisha tena. Na ana kazi tena. Listen. Nisikilize. If I be a prophet of God. Kama ni nabii wa Bwana. Now God is going to make a transformation. Sasa Mungu anaenda kubadilisha maisha. Mungu anamsaidia sasa hivi. Mwambie kazini anarudishwa. Amen. Sawa anarudishwa kazini. Amen. Muda so mrefu. Watamuita. Yes. Na amesababisha demand ya kwake peke yake. Amina. Mwambie Mungu amemkumbuka. Kabla mwezi kuisha atarudishwa kazini. Amen. Basi nilivyorudi nikaona miss call zake nyingi.
Nikafika nyumbani akanipigia simu. Akasema na raha sana hapa nilipo. Ule unabii wako umetimia. Yes, Jesus. Alipopigiwa simu akaambia tunakuhitaji kazini. Akaenda. Alipofika wakamwambia hivi, wale wazungu wawili tayari tumeshafukuza kazi. Wewe tunakuita kazini na huna tatizo lolote. Yaani hii kesi haikuwa yako. Akasema najiandaa kuja Tanzania nimuone Big Pastor. Anahamu sana. Ninachowashauri kanisa, baba akikutolea unabii chochea. Kama unataka uwe fast. Amen. Chochea. Mimi nimechochea. Muda wote ni kuomba tu. Natuma neno South Africa. Nimetuma. Mpaka nimetuma. Amen. Na pia Amen. Wakati nimefika nilimwona mama. Mungu akubariki na roho ya upendo sana. Amen. Mimi ili kanisa ni mgeni, nina miezi hiyo 4 tu. Lakini ule mwezi nilioanza ule wa pili nilikuja kumwona mama na ile barua aliyosimamishwa kazi. Mama alivyoiona akasema, hana kesi sio ya kwake. Prophetess. Basi na yeye akawa ametoa unabii wake. Hiyo siku nilipopigiwa simu kwamba wamepishwa kazini, nilimpigia mama usiku na hangaika apokee. Asubuhi nikaamka naye, akasema asante Yesu. Amen. Nashukuru sana mama, Mungu akubariki. Nashukuru sana. Wow. Samani baba, naomba nikachukue zawadi ya mama na shukrani. Amen. Natoa sadaka yangu ya shukrani japo ni ndogo kwa sababu nilikuwa kwenye changamoto. Nikikaa sawa baba, utakuja upokee randi na tutaweka ujenzi hapa. Amen. Mama nashukuru, ukavae upendezi. Amen. Sana yako upendo. Wow. Asante kanisa. Nashukuru sana kanisa, muda wangu umefika, ninaondoka. Nahisi nitakuwa nanyi katika maombi muda wote. Ninashukuru sana. Nachotaka kuambia ni kitu kimoja. Unapokuja kuabudu hapa, hii madhabahu, mimi nilikuja hapa sijui chochote. Ngoja tumalizie. Wewe unamkumbuka? Wewe mtabia mpaka mwaka wapi? Wa South Africa. Unaenda kule? Ndio naondoka bwana. Ili unajua uko na safari nje, hata kuongea kuna badilika gani? Unasikia nini? Unaenda kule? Naondoka. Yesu wewe. Jiondokee mwanangu kae. Haya, asante baba, barikiwe sana. Nashukuru sana. Ndio kakawe njema. Yes, mpenzi mtazamaji wa Jane Power TV, karibu tena katika kipindi chetu cha PhD. Kama ulivyojionea video hiyo ya ushuhuda wa dada kutoka Dar es Salaam mpaka South Africa ambaye mume wake alifukuzwa kazi, lakini likatoka neno la kinabii kwamba kabla ya mwezi wa 5 haujaisha atarudi kazini. Na ushuhuda huu umeuona na ana hakika kabisa ya kwamba umekujengea imani. Ni kweli kabisa. Yes, dada Eliza, in a nutshell, kukazia hapo ni kwamba jamani, kitu chochote, hata mtoto ili aweze kukua lazima umzingatie lishe, maziwa na nini ili aweze kukua. Vivyo hivyo kwenye vitu vya roho. Ili viweze kutokea kwa haraka na kwa wepesi, lazima uchochee. Kwa hiyo ushuhuda huu unatufundisha kwamba tuchochee vile vitu ambavyo tunakuwa tunatabiriwa na watumishi wa Mungu, ili tuweze kuona na kuyaishi yale. Mwisho wa siku usipochochea utaishia kusema manabii matapeli, manabii waongo, lakini kumbe sio waongo, ni wao umeshindwa kuliishi na kuchochea kile kitu ambacho Mungu amekuwa. Dada Sesi, unasemaje? Nipende kusema tu iko neno ya
iko nguvu sana kwenye kuamini neno. Liko neno lenye nguvu kwenye kuliamini. Ukija kumtazama huyu kaka, hatendewa kupitia neno. Katendewa kupitia neno ambaye hakuwepo yeye pale. Alikuwepo mke wake. Lakini baada ya kuliamini lile neno, akasema yes, hichi kitu kimetoka kwenye madhabahu inayonena mema, kwenye madhabahu ya mtumishi wa Bwana Philbert Pasco. Alilibeba lile neno na mpaka akadiriki kumwambia huyu ni baba Big Pastor. Huyu ni Big Pastor. Yes. Sio kitu cha kawaida. Wewe unamhitaji baba? Namuogopa. Unamhitaji? Wewe unamuita Big Pastor? Mimi namuita mtumishi wa Bwana. Unamhitaji? Aliye Majina yote ya yaani majina yote ni yake. Namuogopa babangu. Sitaki hata kumzoea. Namuogopa. Ni mtumishi wa Bwana anayetenda mambo makubwa. Ni Mungu anamtumia kwa ishara na miujiza. Alafu niseme huyu baba ana upendo sana. No matter what, haijalishi huko na hata yeye huwa anatuambia mtu anayekuja hapa ujui kabeba nini, mheshimu, mpende. Unaona anatulega kila shuhuda, yaani zewe yule mtu unemwona hafai, kachakaa, kumbe ndo ana neema yako. Alishasema baba, the way wanapotutazama utu wetu wa nje umechakaa, lakini utu wetu wa ndani haujui. Yes, kila siku. Kwa hiyo huyu dada aliamini lile neno. Hakujali, hakutaka kuangalia utu wa nje wa mume wake kufukuzwa kazi. Hakuangalia ile heshima ya mume wake imeondoka. Akasema hapana, ninajua ndani, ninajua mume wangu hii kazi anastahili. Ninajua familia yangu inastahili baraka. Uko mama mmoja uko hapo ni unaona watoto wako hawaeleweki. Hapana. Kwa vile unavyoona watoto wako hawaeleweki, unavyoona watoto wako wavuta bangi, kumbe huyo mtoto anaweza kuwa pastor. Huyo mtoto anaweza kuwa kiongozi mkubwa. Watu wanatutazama kwa nje, utu wetu wa nje ulivyokuwa umechoka, tulivyokuwa dhaifu, basi anaona kwamba hatuna zile nguvu. Hapana. Mungu anakiinua kidhaifu. Mungu anakiinua kidhaifu kilichokuwa chini na kukiinua juu. Kwa hiyo nipende kukusii tu wewe mama, wewe dada, endelea kuamini neno linalotolewa na mtumishi wa Bwana. Endelea kuamini neno linalotoka kwenye madhabahu. Ukiambiwa unapona, shikilia, omba, funga, chochea, kila kitu kinatokea. Dada Sesi, umeweza kuona kwamba, na wapenzi watazamaji, kwamba umbali haukuwa tatizo wa mme wa dada yetu kupokea uponyaji. My God. Kumbe Mungu anaweza akakuponya sehemu yoyote. Unaweza ukawa upo Kongo, kwa wale mnaotufuatilia huko. Unaweza ukawa South Africa, unaweza ukawa Canada, unaweza ukawa Rwanda, Malawi, Kenya, Uganda. Kumbe umbali sio shida. Wewe unachotakiwa kufanya saa hii ni kuamini tu na kujiambatanisha na hiki kipindi na ibada. Mungu atakuhudumia hapo hapo ulipo. Kwa neno moja litakalotoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu, basi hakika litabadilisha maisha yako. Haka Samuel na dada Eliza, yaani ni kuna mtu mwingine anaweza akasema kwamba yule kaka alikuwepo mke wake. Hapana. Prophets, huyu mtumishi wa Bwana anaweza kukutabilia hata nguo. Anaweza kuitabilia nguo ikakuponya. Sidhani kama mnaelewa. Kuna alishaye kusema hapa, kuna mtu alikuwa amevaa nguo sio ya kwake. Unaona? Na kupitia ile nguo ilimfunga, unaona? Yaani kile kinacho cha kuivaa ile nguo, baada ya kumuombea vazi ile nguo akaweza kupona. Mimi sishangai kuona mtu anashika picha ya mtu baba akaiona. Mimi nashangaa kuona nguo. Hebu jiulize nguo. Na tukija kuangalia hapa tulikuwa na tuna ibada, mtumishi wa Bwana alipaka nguo mafuta. Kuna mama mwingine baba Jumapili, kuna mama mwingine Kigamboni yaani alipaka mafuta pindo la nguo, alienda kuweka ndani. Kuna vitu vya ajabu vimetokea. Kuna mchawi amepatikana, kuna mchawi amekamata kupitia nini? Nguo iliyopakwa mafuta. Mtumishi wa Bwana anaweza kutabilia kitu ambacho kilikuwa kimefungwa. Kile yani ni mtu mwingine anaweza akasema mimi nimevaa hii nguo. Hata baba kila siku huwa anasema hii nguo tuliovaa ni prophets. Ni prophetic. Yes, ni unabii. Kwa hivyo ni unabii
Yani yamkini naweza kuona mimi nimevaa hivi kama mimi nastahiki niwe sehemu gani. Yamkini anaweza kuvaa hivi labda maybe inabidi awe heshima, yes, marriage, cheo, banka. Sijajua kama mnanielewa. Mimi nipende tu kuwasii. Mungu anaona. Na Mungu anaweza kukuhudumia, haijalishi umekuja na wengine viatu. Ishe kutokea kaka Samuel na wewe nahisi ushe kupata hiyo unabiwa viatu. Baba anasema kuna mtu kavaa kiatu ambacho sio chake. Hiki kitu ni unaweza ukasema kinafurahisha. Lakini ni yani hebu imagine ni wachungaji wangapi, ni maprofeti wangapi wanamtabiria mtu kupitia kiatu cha mtu. Sidhani kama mnanielewa. Kupitia kiatu cha mtu alichokivaa. Na hicho kiatu ni kinaweza akaanza kukwambia mwanangu, hichi kiatu ulikivaa kwa kusudi maalum. Mungu alitaka uvae hichi kiatu ili atengeneze njia. Mungu alitaka uvae hichi kiatu ili akuondoe kwenye hilo giza. Unaona? Mimi nipende kuwasii tu wewe ndugu mtazamaji usione mpaka nywele. Yaani unaweza ukasuka nywele. Kumbe hivyo ulivyosuka ni prophetic. Kwa nywele zako akakutabilia kila kitu. Haya mambo yanatokea Kinyerezi. Ni mashuhuda. Tukiwa kambini. Happiness alikuwa ni mwenyekiti wa vijana, alisuka nywele. Prophet akamwambia umesuka hizo nywele. Kuna situation unapitia na kuchanganya. Ni kweli. Akamwambia hizo nywele unapitia zinakuchanganya. Tuko kambini. Mwenyekiti akasema kweli mimi kuna situation napitia hapa sielewi. Ni kweli. Mimi ndio maana ninasema kuwa katika madhabahu ya prophet, kuwa chini ya madhabahu ya kinabii. Hii ni neema sana. Baba anasema kumbuka kila kitu unachokifanya ni prophetic. Liwe jema, liwe baya, linapokutokea kumbuka hiyo ni prophetic. Kwa sababu gani? Upo chini ya mkono wa nabii. Nipende kukusii tu wewe mama, wewe dada, hebu karibu katika madhabahu ya uso wa Bwana chini ya mtumishi wa Bwana Prophet Philbert Pascal. Kuna ishara na miujiza. Usione kama tunasimulia hadithi, usione kama tunaongea, hapana. Picha inaweza kumkomboa mtu, au dada mtu, kaka mtu, au vazi linaweza kukukomboa. Kwa hiyo mimi nipende kuasisi sana, karibuni sana Kinyerezi madukani. Kuna Mungu wa kweli. Karibuni sana. Wanaotamani kututumia message, kupiga simu, namba ya simu ni ipi? Kwa wewe mtu unayetamani kututumia message au unavutiwa na kipindi chetu, kutupa ushauri, maoni, ni namba ya simu iko hapo chini kwenye runinga yako inapita, au unaweza kukusajia hapa ni 07175158 mwisho 80. 07175158 na mwisho 80. Tutumie message, tutumie ujumbe. Sisi ni vijana wako pendwa ambao ni tumebeba neema yako. Hatuwezi jua wewe unayetutazama hapo, kuna muujiza wako unakusubiri hapa. Kuna neema yako inakusubiri hapa. Ukute wewe, sisi hapa tunavyoongea ni wewe ndiye tunayekutafuta. Ni wewe ndiye unayesumbuliwa na hayo magonjwa. Tunatamani upate kumjua huyo Mungu wa baba yetu Philbert Pascal. Huyo Mungu anayewaponya watu wa South Africa, anayeponya watu wa Tabora. Kumbuka watu wametendewa pasipo wao kuwepo madhabahuni. Ni picha na mwingine kasimama badala ya mume wake. Ni neema ya ajabu sana. Inawezekana kufika kwako wewe mama ukamkomboa mtoto wako. Amen. Inawezekana kufika kwako wewe kaka ukaokoa ndoa yako. Wewe kijana, wewe binti, ukaja kuokoa kazi yako, biashara yako. Karibuni sana. Mpenzi mtazamaji unaotufuatilia, endelea kutuma message yako kupitia namba ya simu ambayo unaiona hapo chini ya screen yako 0717515880. Lakini pia unaweza ukatuma message ya kawaida, unaweza ukatuma message kupitia WhatsApp kwa namba hiyo hiyo. Pia kama utakuwa pia umebarikiwa sana, unaweza pia kutuma sadaka yako kupitia namba hiyo ya simu unaiona hapo chini. Utakuwa pia umesupport huduma kwa namna moja au nyingine, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Nasi kipekee kabisa tunapenda kumshukuru Mungu aliyetupa kibali kuwepo siku ya leo mahali hapa. Tumeweza kukuletea shuhuda hizi ambazo hakika zimekujenga, zimekutia nguvu na zinaweza kubadilisha maisha yako. Napenda kumshukuru baba yetu Nabii Philbert ambaye yeye ameona yafaa sisi kuwepo hapa na kuweza kuwachambulia hizi shuhuda, na leo mmeweza kuona. Napenda kumshukuru mchukua video wetu Pastor Rabi ambaye amesimama nyuma kamera, kipekee anatuelekeza, anatupa
vitu vizuri ambavyo tunaongea hapa, hata wewe mpenzi mtazamaji unavifurahia, unabarikiwa. Lakini pia siko peke yangu, napenda kumshukuru wa ambao tumekuwa nao mahali hapa, watumishi wa Mungu, dada Eliza pamoja na dada Seso. Waje wapenzi watazamaji kama una neno. Tunawapenda sana wapenzi watazamaji, msichoke kuwa nasi popote tutakapokuwepo. Asanteni. Wow, nipende tu kukukaribisha wewe dada, wewe mama, wewe kaka, nipende kukukaribisha katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Linapatikana Kinyerezi madukani, pia kuna branches nyingi. Kuna Mbezi Beach Goigi, kuna Kigamboni, kuna Kibaha, kuna Arusha, kuna Dodoma, kuna Mwanza, kuna Marekani, tupo kila sehemu. Mimi neno langu la kukuachia wewe dada, wewe kaka, amini. Amini lile neno ambalo mtumishi wa Mungu anakutamkia, anakutabiria. Yawezekana uko hapo umetabiriwa ndoa, hebu ipadilie. Funga, omba, mwambie Baba, huu mwaka usipite bila kupokea hii ndoa. Mwambie Mungu unayeishi, huu mwaka usipite bila kuwa na kazi. Natamani sana ubarikiwe zaidi na zaidi. Bila kusahau, karibu katika madhabahu ya baba yetu, katika madhabahu ya mtumishi wa Mungu inayopatikana Kinyerezi madukani. Sina mengi zaidi ya kusema, karibuni na Mungu awabariki. Basi tukutane wakati ujao. See you.